Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji wangu wa vipindi vya ufalme na ukuhani. Tuendelee na kipindi chetu cha yaliyosemwa yakaachwa, sehemu ya 11. Niendelee kusoma sawasawa na vile ambavyo Nikodemu aliandika. Na Nikodemu akaja na marashi na manukato, wakamchukua Yesu kutoka msalabani kwa machozi, wakamviliga katika nguo ya hariri na wakaweka viungo kama desturi ya Wayahudi katika maziko. Wakamweka katika kaburi jipya lililokuwa limejengwa na Yusufu kwa kuukata mwamba, na lilikuwa kaburi jipya. Wakasukuma jiwe na kuliweka mlangoni mwa kaburi. Wayahudi walikasirishwa na Nikodemu pamoja na watano na Yusufu wa Arimathea pamoja na wale 7 ambao walitiwa gerezani. Wayahudi waovu waliposikia kwa Yusufu aliuomba mwili wa Yesu Kristo na kwenda kuuzika, wakamfuata Nikodemu na wale 15 waliotoa ushahidi mbele ya gavana kwamba Yesu hakuzaliwa katika zinaa, ambao hawakuonyesha jambo lolote baya kumhusu Yesu. Lakini wote walipokuwa wamejificha kwa hofu ya Wayahudi, Nikodemu peke yake ndiye aliyejitokeza wazi. Akauliza, vipi mtu kama huyu anaweza kuingia katika sinagogi? Wayahudi wakamjibu, lakini vipi wewe uliye mchafu, uliyejiungamanisha na Kristo, utaingia katika sinagogi? Kura yake iwe pamoja naye katika ulimwengu mwingine. Nikodemu akajibu, amina, kura yangu iwe pamoja naye katika ufalme wake. Tukutane katika sehemu ijayo. Mungu akubariki. Nikukumbushe kwamba Yesu hayuko mbali, yuko karibu sasa sana. Mwamini awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen.